kijiji Kayo. Basi namshukuru Mungu kwa sababu amenifikisha katika marango haya ya Kayo, lakini pia nikiwa nimeambatana pamoja na watumishi wa Mungu. Sema amina. Itakuwa vizuri sana watumishi wa Mungu watambulishwe vizuri. Nimeambatana na watumishi wa Mungu, nimeambatana na mashemasi hapa, lakini pia nimeambatana na katibu wa ujenzi. Sio katibu wa kijiji au kitongoji, ni katibu wa ujenzi wa ufalme wa mbinguni. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Nimeambatana pia na dereva mmoja hapa. Kwa hiyo ningependa nao pia wajitambulishe na Mungu atawabariki sana. Basi nikaribishe mashemasi wajitambulishe ili watu wawajue vizuri. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Vigelegele watu wa Kayo. Mnampenda Yesu? Amen. Haya vigelegele tena. Basi mimi kwa majina naitwa Rosemary Edms. Natokea Mgorogoro cha Buhora katika kanisa la mchungaji Florian. Mimi ni shemasi katika kanisa hili, nawapenda sana, karibu kwetu. Amen. Uko wapi hapa? Kayo. Kijiji Kayo, kitongoji Kayo. Kayo. Ndani kabisa. Mungu akubariki sana. Basi nimkaribishe katibu sasa. Katibu wa ujenzi wa ufalme wa mbinguni. Tupige makofi kwa ajili ya katibu. Amen. Mungu akubariki. Sogeni huku basi. Sogeni huku bwana, kuna watu wanahitaji kuona ambao hawako hapa tena. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli na mimi nina furaha kubwa ya kuona nimefika huku Kayo. Ninawapenda sana watu wa Kayo. Bwana awabariki sana. Na mimi kwa jina ninaitwa Florence Koksima Donatus. Ninasalia katika kanisa la Agape Christian Fellowship. Baba wangu wa kiroho ni huyu mnayemuona hapa, mchungaji Florian. Huyu ndiye baba yangu wa kiroho, anayenifanya ili niendelee kukua kiroho. Kwa kweli huyu baba ni jembe kweli kweli. Nawapenda sana watu wa Kayo. Mungu awabariki sana. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu. Amen. Barikiwe sana. Nimkaribishe mtumishi wa Mungu mchungaji Violet. Nimeambatana naye pia. Mungu akubariki sana, wakutambue wakujue. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na mimi kama hivyo mchungaji alivyonitambulisha, mimi ninaitwa mchungaji Violet J Bijampora, mzaliwa pale Mgorogoro. Ninatumika chini ya mchungaji Florian, tuko pamoja, tunaambatana pamoja. Amina sana. Mungu awabariki watu wa Kayo. Tunawapenda, ndio maana tumefika mahali hapa na karibu nyumbani. Angalau hawa wengine wamejitahidi, lakini na nyie ambao mmebaki karibu nyumbani, tunawapenda Mgorogoro. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Na nimkaribishe cameraman sasa, na yeye huyu anayetuweka kwenye mawingu haya, na yeye ajitambulishe kidogo. Karibu sana na wewe jitambulishe kidogo. Mungu akubariki sana. Bwana akubariki. Unaweza ukasimamisha kamera yako vizuri hapo. Ukasimamisha kamera yako vizuri na Mungu atakubariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi hapa nimeambatana nao hawa walioko mahali hapa. Mimi kwa jina naitwa Edms Tadeo, mzaliwa wa pale Mgorogoro cha Buhora. Mchungaji wangu ni huyu hapa mnayemuona. Huyu ni jeshi kubwa kutoka pale Mgorogoro. Kana anapounguruma pale Mgorogoro watu wote wanasalenda kweli. Tunamwamini kweli, anaposimama unajua kila kitu kinalala chini. Sogea hapa basi angalau ingie kwenye mtandao vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli watu wote wanamkimbilia mtumishi wa Mungu. Kweli huduma alionayo labda tu ni Mungu tu mwenyewe. Na Mungu awabariki sana, ila tunawakaribisha kwetu Mgorogoro, mje mtutembelee. Watu wa Kayo tunawapenda, nanyi mtupende. Na Mungu awabariki sana. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Tuwapigie makofi watumishi wa Mungu. Ili pia nimkaribishe na huyu ajitambulishe. Karibu sana. Karibu sana. Ukiwatupa hawa wanaweza wakafika njiani wakakudondosha.
Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi mimi kwa majina naitwa Edmond Abdoni, natoka Mgorogoro. Nasema karibuni sana nyumbani, tunawapenda mno. Nipo hapa Keyo jamani. Karibuni sana nyumbani, tunawapenda sana. Twende wote leo. Unarudia wapi? Nawakaribisha nyumbani, mimi natoka Mgorogoro na sare kwa mchungaji Florian. Ubarikiwe sana. Imeambatana na jeshi kubwa. Kwa hiyo lazima mapepo yapigwe kisawasawa. Amen. Lazima majini yapigwe kisawasawa. Amen. Lazima wachawi wapigwe kisawasawa. Amen. Na mimi sio mpenzi wa wachawi. Jamani, amina kubwa. Amen. Mimi ni adui. Mimi ni adui wa wachawi. Kwa hiyo nikikanyaga maeneo yoyote, kwanza ninaanza na hao kwanza. Hao ndo naanza nao hao. Jamani, amina. Lakini tunamshukuru Mungu wa mbinguni ambaye sasa amefanya mambo makubwa kwa ajili ya huyu mwanamke. Tumemwona Mungu sana kwa viwango vikubwa visio vya kawaida. Mkitaka kujua habari kamilifu ambaye haamini aende mbinguni, aende amuulize Bwana Yesu. Sema amina kubwa. Kama hutaniamini ninachokiongea, upande mbinguni uende kwa Yesu. Uende umuulize Yesu umefanya nini kwa mwanamke yule. Lakini ukiniona mimi umemwona Bwana Yesu. Kwani Yesu wa nini tena? Si umeniona mimi hapa mtumwa wake? Si ndio watumishi wa Bwana? Kwa hiyo ukiniona mimi Yesu tayari umemwona. Ukiamini ninachokiongea umemwamini Yesu Mnazareti. Sema amina. Lakini kuna mambo makubwa ambayo ametenda juu ya huyu mwanamke. Na hayo ndio tunataka tuyasimulie. Nimemuomba kiongozi kwamba tupate muda wa shuhuda ili watu warudie shuhuda zao. Sema amina kubwa. Na kabla sijaendelea na mambo yoyote yale, mimi kwanza nitamuomba huyu mama atoe shuhuda. Alipiti ushuhuda wake vizuri, auambie Watanzania Mungu amefanya nini katika kwenye maisha yake na hali yake ilikuweje. Sema amina kubwa. Basi mama, nikaribishe kwa ajili ya shuhuda kwa muda mfupi, na baada ya hapo nimkaribishe mume wako na yeye atoe shuhuda, na mama huyu aliyekuwa anatoa shuhuda na yeye atoe shuhuda. Huyu ni mama mkwe ni nani? Ni mama mkwe na yeye atoe shuhuda. Basi nianze na wewe, waambie Watanzania Mungu amefanya nini katika kwenye maisha yako. Biblia inasema kwamba shuhudieni matendo makuu ambayo Mungu ameyatenda. Tukiingia katika kwenye kitabu cha waraka wa Daudi, Daudi anasema sitakufa bali nitaishi ili niyasimulie matendo makuu ya Mungu wangu wa mbinguni. Yapi ambayo anayasimulia? Ni mambo Mungu aliyomtendea. Ni mambo Mungu aliyomfanya kwamba avuke. Yako mambo yalikuwa yanatesa maisha yake. Sema amina. Amen. Lakini akawaambia maadui zake sitakufa bali nitaishi ili niyasimulie matendo makuu ya Baba yangu wa mbinguni. Leo hii tunasema ya kwamba wako watu waliokuwa labda wamezamilia jambo baya kwa ajili ya mwanamke huyu ili afe. Leo wanatamani wangekuwa naona kaburi. Lakini leo tunasema ya kwamba sitakufa bali nitaishi. Unataka kufa? Sema sitakufa bali nitaishi. Niyasimulie matendo makuu ya Mungu wangu aliyonitendea. Yaseme aliyokutendea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ongeza sauti yako kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli nina sababu mpango mno yuko msima Mungu. Kwa kweli byankorire ni vingi mno ambavyo mwanadamu pia kubivasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bilanye korire umuzigo guhango mno guhango mara gwinta kubasa kutura. Bwana Yesu asifiwe. Muzigo gwimbenye korire mbire nta gubona umuzigo gwinye korire choka Mungu wone nabire yagubwina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli kigarama ombi ngafungire kurukurirandizire chonka Mungu ni amani. Mungu ni amani, yaurira marira gange, yaurira maombi gange. Kwa kweli ankorira iby'amani. Muzigo gwimbire nyekorire n'umuzigo gwingi muno abo basaba mwanadamu tuwine basaba kugutura sana Mungu wenka niwe n'ububaso obwo buwango muno. Bwana Yesu asifiwe. N'abafumu bonka tibagubasize sana Mungu niwagubasize akaguntura umuzigo ogwo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mirende merirwe muno mara muno nsikirirwe. Yani we na kabisa kiasi kwamba nenju yange bire yani eregiza yonka chiri machonka. Bwana Yesu asifiwe. Chonka amani ga Mungu nimbona na nyumwanga gwajire omunju yange. Bwana Yesu asifiwe.
Ninza bamuterere Mungu akaganja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli kora boruko kirokote Mungu maro muamini mu bintu byona Mungu nabasa kandi nakora. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli Mungu ni amani. Vipi nimesikia unasema kwamba kuna mzigo ambao ulikuwa juu yako. Ni mzigo huo hauwezi ukazungumzwa au ni kitu cha sirini labda unawaambiaje Watanzania wanaokuangalia katika chaneli hii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umuzigo ni kugambwa atari umuzigo gutaka kugambwa. Kipi kilichokuwa kinakutesa mama? Kilichokuwa kinanitesa ni nguvu za giza. Nguvu za giza. Nguvu za kichawi. Nilikuwa nimebandikizwa nguvu za kichawi, lakini nilivyojitambua nikamlilia Mungu. Ndio. Nilivyojitambua nikamlilia Mungu. Kwa kweli Mungu amenitendea. Mzigo amenitua. Amewarudishia wale waliokuwa wameniwekea mzigo. Tumpe Yesu makofi mazuri. Umekuwa na mzigo huu kwa kipindi kipi labda? Mimi kutambua mzigo nilitambua mwezi wa 6. Ulitambua mwezi wa 6. Nilitambua mwezi wa 6. Uliutambuaje? Niliambiwa. Mume wangu alisikia kwa watu. Akaja tukakaa pamoja, akaniambia habari anazosikia nje. Alivyoniambia na mimi nilisikia moyo wangu kweli umeumia. Tangia siku hiyo nikaanza maombi, kawa naenda kanisani naomba, na wazazi wangu walikuwa wananisaidia, tunaenda pamoja kwenye maombi ya mlimani hadi hapa nilipofikia. Hapo ulipofikia. Na mpaka sasa, mpaka kuja kufunguliwa na kuwa vizuri kabisa na kujisikia na kuwa na amani. Umefunguliwa katika maeneo gani labda uambie Watanzania ili wakuelewe? Tulishauriana na mume wangu tukaamua twende. Lakini nilimuuliza tunaenda wapi? Akasema kule kuna kanisa. Akasema twende, tukaenda kwenye kanisa. Tulipofika njiani tukauliza, akatuambia ni kwa mchungaji Florian, ndo tukaja pale kanisani kwako. Mlikuwa mnaenda mnauliza kwa mchungaji Florian? Ndio. Kwa hiyo mlikuwa mnaenda mnauliza kwa mchungaji Florian, ndo waliwaambia kwamba mchungaji Florian ndiye anayepiga wachawi hao? Tuliulizia kanisa inayotenda miujiza. Uliuliza kanisa inayotenda muujiza? Tulimkutana kijana tukamuuliza. Tulivyomuuliza na yeye akatuelekeza, lakini sehemu aliyotuelekeza tukaenda, tulifika kama saa 2. Ndio. Kwenye lile kanisa tukakuta limefungwa. Alafu baadaye ndo tukasikia watu wapo wanaimba tenzi za rohoni kanisani. Sasa mume wangu ndo akatoka akaenda kwenye nyumba moja akaulizia hiyo Wewe ndio mama ndio mama yake na kijana huyu? Mama unaitwa nani? Okay. Sawa. Huyu ni mwanao? Ni mtoto wako? Na huyu ni mkamwana? Mkamwana wako? Ili tatizo lipojitokeza ulikuwa unajisikiaje moyoni kwanza? Nilikuwa naumia sana. Ulikuwa unaumia? Mtoto wako kuona anapandikizwa uchawi? Nilikuwa naumia sana. Katika familia hii nionekaneje kwenye jamii? Mkamwana wangu anaitwa mchawi. Alikuwa anaitwa mchawi? Na umeokoka mama? Nimeokoka. Na kipindi labda mkamwana wako ameolewa kwa mtoto wako, mimi najua kwamba warokore wana maono na wana mafunuo. Iliwahi kutokea labda anakuja na kuvamia kwenye ndoto, anakuja kukubamiza? Hapana, mimi nilikuwa sijamuona hata siku moja. Ila watu labda watu wengine majirani, yalitokea katika majirani. Ndio nilipoanza kusikia wanasema eti anaingia katika nyumba zao. Wanamuona maneno yakawa maneno.
Sasa mimi nikaamua tuzame kwenye maombi. Ndio. Tukaenda kwenye maombi, alikuwa hayupo yeye. Kwanza tuende kwenye maombi tuone ni nini linaloendelea. Tukazama kwenye maombi, hatukupata jibu. Haya, tukatoka huko, nikaenda na ulitaka labda upate jibu gani? Nipate jibu labda Mungu atuonyeshe na sisi atupe macho tuone kwamba ni mchawi au sio mchawi. Kama labda ulitaka ukiona akiwa ni mchawi ufanyeje? Labda nilikuwa ninataka kama ni mchawi tuendelee kwenye maombi lakini mume wangu ndiye baba mkwe alikuwa ameishaamua kwamba tukiona ni mchawi basi aondoke, mumfukuze. Sasa na mimi nikamwambia, sasa mimi tazama, mguu umekuwa mguu huu umemaliza karibu mwaka mzima, nina mguu huu, nafunga maombi, naendelea kwenye maombi, lakini sipati jibu. Nikamwambia sasa hapo tumemsaidia, labda la kumsaidia tuzame kwenye maombi, yakishindikana tumuache aende kwenye maombi mengine, huko watamsaidia kuliko sisi kukaa hapa kanisani bila kupata jibu. Sawa. Basi sasa tukasikia kwamba kuna kijana mmoja alikuwa ameisha kwenda huko, wakatuambia mkimpeleka huu labda umpeleke huko. Sasa nami nikamwambia mume wake, bwana mgore umuache tumpeleke huko kwenye maombi. Sasa wakaamua wakaenda huko kwako. Naomba sana Mungu akubariki mchungaji, Mungu akubariki sana, Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Amen. Mmenitendea mambo makubwa ambayo mimi siwezi. Sasa nilikuwa naona watoto niwafanyeje? Mimi tazama mguu umekuwa mguu, siwezi kutembea. Sasa watoto mwingine anataka kwenda kliniki, mimi nitamuweza? Mungu nisaidie kabisa, hili liwe la mwisho na la la kushukuru Mungu. Namshukuru sana, nashukuru watumishi wa Mungu. Nasema asante hili mlilolitenda kabisa. Nasema asante, muendelee kutuombea, na mimi niko vibaya, mguu unanisumbua sana. Naomba kabisa mchungaji, haya ni maji, mwende mnakunywa maji. Ubarikiwe sana. Amen. Bwana akutie nguvu. Na baada ya mwanao kuonekana hali yake ni nzuri, unajisikiaje moyoni? Najisikia safi. Uko vizuri kabisa? Safi. Basi kama uko vizuri cheka kidogo. Safi kabisa. Bwana wa mbinguni akupe neema, akupe baraka. Mimi naitwa mchungaji Floriani. Asante. Mtumishi asiyefaa chochote, mtoto mdogo sana. Mungu awabariki sana. Bwana watie nguvu. Basi mimi nafikiri kwamba tumesikia shuhuda hizi ambazo zimetolewa katika viwanja hii katika kitongoji cha Kayo. Amen, amina kubwa. Amen. Sasa nataka nirejee katika ujumbe, niwape habari njema, na baada ya habari njema tunakwenda kuomba. Amina kubwa. Amen. Na wagonjwa walioko hapo wengine tutawaombea hapa, na Mungu ataachilia neema na upako wa ajabu juu ya maisha yenu. Jameni, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kwa sababu tumekanyaga hapa, Bwana Yesu ametutuma, hakuna mchawi yoyote kufurukuta. Na hakuna, hata kama kuna mzimu wa kifamilia utaondoka. Amina. Hata kama kuna mzimu wa mabibi na bababu utaondoka. Amen. La msingi Bwana ametuagiza na ametutuma hatukujileta sisi wenyewe hapa. Jameni, amina kubwa. Amen. Naomba niingie katika ujumbe, tufungue Biblia. Fungua Biblia kitabu cha Mathayo sura ya 15 kuanzia ule mstari wa 8 mpaka 13. Ujumbe unasema kuwa karibu na Mungu awe msaada wako. Ujumbe unasema kuwa karibu na nani? Na Mungu awe msaada wako. Roho hii inaposema kwamba kuwa karibu na Mungu ili awe msaada wako, wanadamu baadhi wamekuwa mbali na Mungu. Jamani, amina. Amina. Wamekuwa mbali na Mungu kabisa. Tunahitaji kuwa karibu na Mungu wetu wa mbinguni. Amen. Jamani, tunapokuwa karibu na Mungu wetu wa mbinguni, na Mungu anakuwa karibu na maisha yetu, na Mungu anakuwa karibu na sisi pia. Wababa mlio na familia, mlio na watoto,
lazima tuamue kuwa karibu na Mungu. Amen. Ili Mungu awe karibu pamoja na familia zetu, awe karibu na watoto wetu. Leo hii tunawindwa kama samaki. Sema amina. Leo hii tunawindwa kama wanyama porini. Wako watu wataalamu wamesomea vitengo vya namna hiyo kwa ajili ya kuwawinda wanadamu, kwa ajili ya kuwawinda wana wa Mungu. Lakini tukiwa karibu na Mungu wetu, hakuna mganga yoyote, hakuna mchawi yoyote atakayefanikisha maisha yetu. Amen. Na atakayefanikisha familia zetu. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Na masaa haya lazima hao waliosomelea vitengo hivyo lazima tuwarahani katika jina la Yesu. Amen. Jamani amina. Amen. Na wao waamue kumgeukia Yesu, wawe karibu na Bwana Yesu. Wengi sana wamekuwa malkia wa kuzimu. Amina kubwa. Amen. Wengi sana wamekuwa watumishi wa kuzimu. Lakini acha basi muda huu na majira kama haya tuwape habari ya kwamba inawapasa kuwa karibu na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mimi nitoe wito niseme kwamba ni wito wa shukurani kwamba nyinyi nyote mlioko hapa mliamua kuachilia maisha yenu kwa Yesu na kuhakikisha mnataka kuwa karibu na Yesu na mko karibu na Yesu. Mbingu ziwabariki. Amen. Na mbingu ziachilie neema. Amen. Tusichoke kuwa karibu na Bwana Yesu. Amen. Na wote waliokuwa karibu na Bwana Yesu wamekataliwa. Uongo ukweli? Wote waliokuwa karibu na Bwana Yesu wamekataliwa. Lakini acha ulimwengu ukukatae, lakini acha mbingu ikukubali. Amen. Acha wanadamu wakutenge, lakini Mungu hajakutenga uliye karibu na yeye. Amen. Na yeye anasema kwa sababu hiyo waliokuwa karibu pamoja na mimi nitakuwa karibu pamoja nao na nitawapigania. Akasema usiogope, maana Bwana yupo kwa ajili ya kupigania wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natetea hoja hii kwamba kuwa karibu na Mungu awe msaada wako. Kitabu cha Mathayo 15:8 tusome mpaka 13. Nitasoma kitabu cha Mathayo 15. Bwana akubariki. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Neno Mungu inasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali na mimi. Huyo ni Bwana wa majeshi. Na niwe nasema kwamba kuwa karibu na Mungu wako ili awe msaada wako, ili apate kusaidia. Lakini maandiko yanasema kwamba hao watu wananiheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali na nani? Iko mbali nami. Anayezungumza ni Bwana wa majeshi aliyeziumba mbingu na nchi. Amen. Watu wa Kayo mlioko hapa, na siongei na watu walioko hapa, naongea na Kayo nzima yote. Amen. Naongea na ulimwengu wote, Tanzania nzima, ya kwamba yatupasa kuwa karibu na Mungu. Amen. Mpaka Mungu anakuja kufika wakati wa kutoa wito na kuongea maneno mazito kama haya. Anasema hao watu wananiheshimu kwa midomo, hao watu wananiheshimu kwa vinywa, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Amen. Hii ni hatari. Sema amina. Amen. Hii ni hatari jameni wapendwa katika jina la Yesu. Amen. Unapoona Mungu mwenyewe amefunua kinywa chake na kusema hao watu wananiheshimu kwa vinywa, kwa midomo yao, lakini ndani ya mioyo yao iko mbali na mimi. Amen. Mungu anachotaka, anataka angalia moyo wako, ya kwamba moyo wako, je, uko wapi? Moyo wako usiwe Nairobi, moyo wako usiwe Kenya, moyo wako usiwe Nyakaiga, moyo wako uwe karibu na Mungu wa Israeli. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa unapoona Mungu anazungumza kwamba hao watu wananiheshimu kwa midomo, ni hatari. Maana yake amechukia, maana yake hawezi kutoa baraka, maana yake hawezi kutoa amani, kwa sababu ya kuona wanadamu ambao walitakiwa wapokee baraka kutoka kwake, mioyo yao iko mbali na yeye. Amen. Kwa hiyo anajiuliza, hizi baraka nimpe nani? Uhai nimpe nani? Uzima nimpe nani? Anakosa. Lakini hata leo anataka waone watu baadhi watakaoamua mioyo yao kuwa karibu na Mwokozi wetu aliyeziumba mbingu na nchi. Sema amina kubwa. Amen. Na hata hivyo tuelewe, na Biblia inasema ya kwamba miujiza inapotendeka, maana yake anakuwa Mungu anataka sisi tuamini, mioyo yetu iwe karibu. Amina sana. Ndio maana palitendeka mji wa Kana Galilaya, Yesu akabadilisha maji yakawa divai. Lengo lake ni kutaka mioyo ya wanadamu iamini na iwe karibu na yeye. Ndio maana alitenda muujiza kwa Lazaro.
Lazaro mnaelewa historia yake, kazikwa, mnaelewa wasomaji wa Biblia. Lakini siku kadha wa kadha, siku ngapi? Siku 4, yuko ndani ya kaburi, ametulia Lazaro. Lakini Yesu alipokuja mara pale, akatenda muujiza, akamwita Lazaro, Lazaro akafufuka. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kwamba mioyo ya wanadamu ikapate kuamini, halafu iamue kuwa karibu na yeye. Yesu anataka watu wakuwa karibu naye. Biblia inasema Yesu ni rafiki yetu. Rafiki huwa karibu. Sema amina. Rafiki yako hayuko mbali, rafiki yako yuko karibu. Na mtu anapojenga urafiki na wewe, anakuwa karibu na wewe. Sema amina kubwa. Kama Yesu anasema yeye ni rafiki yetu na sisi ni rafiki yake, maana yake inaashiria kwamba Yesu yuko karibu na sisi. Amen. Maana hayuko wapi? Hayuko mbali. Na Yesu akiwa karibu na wewe ni baraka za kutosha. Moyo wako uwe karibu na Yesu. Leo hii mioyo mingi sana imekufa. Leo hii mioyo mingi sana iko karibu na waganga, iko karibu na wapiga ramli. Washindwe, waregee na waregee popote waliko. Wawe kwenye milima, wawe kwenye mapango, wawe Kenya, wawe Zanzibar, wawe Rwanda, wawe Tanzania, hii waregee kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Sema amina. Na hiyo mioyo inavutwa, inarejeshwa tena upya, kurudishwa mbele za Bwana, na hizo roho zilizotekwa zirudishwe mara moja. Hizo roho zilizotekwa, kuna watu wameteka roho za watu, wamezitoa kuwa karibu na Bwana, zimekuwa karibu yao. Wachawi wote walioteka hizo roho zinarudishwa mara moja katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Mungu anasema mioyo ya hawa watu iko mbali na mimi. Unasikia hayo? Ujumbe huu ni mkali sana. Mioyo ya watu iko mbali, lakini Mungu anataka aone mioyo ya watu ikiwa karibu na yeye. Amen. Na hiyo ndio furaha yake. Sasa sijui wewe moyo wako uko wapi? Leo hapa naweza nikawa niko na ubiri hapa, lakini hauko na mimi hapa. Yaani mwingine yuko mbali, yuko Zanzibar. Jamani, amina. Mwingine hapa moyo wake uko kwenye mifugo yake, kwenye mbuzi leo zimekura au hazijara. Leo kuna wengine mioyo yao iko kwenye kawa tutakufa tutaacha ndugu. Manya baziba, manya tibaziba. Yaani hayuko na mimi hapa. Jamani, amina. Amen. Amina, amina. Amina. Limeteka hilo neno tayari, limekamata mtu fulani hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio? Yaani mioyo na damu iko mbali. Biblia inasema iko mbali. Anasema kwamba tunamwabudu kwa kinywa, lakini mioyo yetu iko wapi? Iko mbali. Hamua sasa majira kama haya moyo wako kuelekeza kwa Bwana Yesu. Amen. Toka kwa waganga, hawana lolote. Hawana hatima ya maisha yako. Toka kwa wakaikuru hawa, wanakudanganya bure. Sijui chukua hii dawa, nenda ukamtege mume wako, eti akupende, ache kuwapenda watu wa nje. Umekufa na umehoza. Amen. Jamani, amina. Amen. Mwanamke mmoja salienda kuitafuta hiyo dawa, moyo wake ukatoka kwa Mungu, kaenda kwa mganga, eti anataka mume wake ampende. Eti akiwa anatoka kule, eti akiwa anafika pale mlangoni, kabla hajafungua mlango, eti wewe umekwisha mwambia I love you. Sasa hii I love you unaitafuta kwa mganga au unatakiwa itafute kwa Yesu? Amen. Amen. Baada ya kumpatia ile dawa, akamwambia aenda kuogea katika njia panda. Wanaelewa waganga nikiwa naongea hili. Alipofika njia panda, akaoga. Alipooga, anakwenda kufika kwenye mlango wake, anakuta joka. Anampiga joka, anamuua. Anafungua nyumba, pale kwenye sebule anakuta joka. Joka akampiga, akamua. Anaingia chumbani kitandani, anakuta joka. Hiyo ndio dawa iliyotoka kwa mganga. Na huo ndio mshahara. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Na kila chochote akipandacho mwanadamu, hicho ndicho atakachokivuna. Sema amina. Amen. Ukipanda kwa shetani utavuna kwa shetani. Ukipanda kwa Mungu utavuna kwa Mungu. Mpe Yesu makofi. Jamani, amina kubwa. Amen. Sasa pate tu kilichokuja kutokea, kumbe jamaa kapewa dawa ya uchawi. Nafikiri leo matatizo yameenda mpaka zaidi ya miaka 5. Na hayo matatizo hayajaishaga. Na yasiishe mpaka akome. Jamani, amina kubwa. Amen. Amen. Tio, kwa sababu mioyo yetu haiko karibu na nani? Haiko karibu na Mungu. Kwa hiyo tuamue mioyo yetu iwe karibu na Baba yetu wa mbinguni.
Baba yetu awe mwokozi wa maisha yetu. Baba yetu awe mwokozi wa ndoa zetu. Wamama oye, wamama msitapatape. Netera nyewe wamama ndio mnayo na shida kwe. Mnapendaga kuendaga kwa waganga. Mnaenda kwa waganga huko, mnakwenda kutafuta madawa. Nakwambia hivi, Yesu ni kiboko cha mume wako. Ukimuomba Bwana atakusaidia. Tuendelee kusoma Biblia. Ndio. Mstari wa 9. Nao waniabudu bure. Nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho. Yaliyo maagizo ya wanadamu. Sio maagizo ya Mungu. Yaliyo maagizo ya nani? Yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa hapo ndo anasema kwamba hawa watu wananiheshimu kwa vinywa. Maana yake hawaniheshimu kwa mioyo yao. Mioyo yao iko mbali. Bali mioyo yao inafuata mafundisho ya wanadamu. Jamani, amina. Mioyo yao na leo hii wa Tanzania tuko tayari kufuatilia mafundisho ya wanadamu kuliko mafundisho ya Mungu. Jamani, amina. Tunafuatilia mafundisho ya wanadamu, na ndio maana Watanzania wengi sana wameishia kwa waganga. Wasona kuta mtu anakuja na kuletea mafundisho, anakuambia shida yako ulionayo, hata ukienda kwa worokore, hata ukienda kwenye maombi, tatizo lako halitaisha. Wewe nani aliyekudanganya wewe? Nani aliyekudanganya? Kwanza nataka nikwambie kitu ili upate kunielewa. Mganga hana lolote. Sema amina. Amen. Kitu cha kwanza ni maombi. Na ukiona jambo limeshindikana kwenye maombi, usitegemee mganga anaweza kalimaliza. Jamani, amina. Amen. Kwa sababu maombi ni sehemu ya kujiungamanisha pamoja na Mungu wako. Maombi ni kukutana na baba yako na kumwelezea shida yako. Amen. Maombi yanakukutanisha na muumba wako aliyekupa kichwa, aliyekupa nywele, aliyekupa akili, aliyekupa miguu, aliyekupa mikono, aliyekupa macho yanayoona mpaka sasa. Amen. Aliyekupa maini, aliyekupa firigisi. Jamani, amina kubwa. Aliyekupa sehemu zote. Jamani, amina. Amen. Sasa huyo yani umeenda imeshindikana, huyu ambaye hajakupa hata sikio moja ataweza tatizo lako. Amen. Jamani, amina. Amen. Huyu ambaye hajakupa hata nywele moja atasaidia shida yako, bali atachukua mzigo wake atakubebesha. Kwa hiyo utakuwa unatembea unambebea mzigo wake, unabeba mzigo wake. Mara ya mwisho ukifa mbingu hauioni. Marana shetani na kwetonga. Shetani ukankoraki atinyenka nkakutereresi bantu okereta. Jamani, amina kubwa. Bwana okereta. Kwa hiyo utambeyerera nyawe, utanye kwasa nyawe okereta. Okijana uyenda mahera na kuwa. Jamani, amina kubwa. Amen. Amen. Nembo zisihuzuria ibada mtakutina. Hebu endelea kusoma mtumishi wa Bwana. Mstari wa 10. Ndio. Akawaita makutano akawaambia. Biblia inasema akawaita makutano akawaambia. Sikilizeni mfahamu. Sicho kiingiacho kinywani. Kimtiacho mtu unajisi. Bali kinachotoka kwenye kinywa. Ndicho kinacholeta matatizo. Amina. Jamani, amina. Ndicho kinacholeta nini? Matatizo. Mafundisho ya wanadamu. Yego. Haleluya. Yanatoka katika kinywa cha mwanadamu. Hayo yanayotoka kwenye kinywa cha mwanadamu ndio yanayoleta unajisi hatari. Ndio unaoleta shida. Maana tunanukuru kuanzia mwanzo. Hatunukuru kule mwisho. Tunanukuru kuanzia wapi? Mwanzo. Ya kwamba hawa watu wanafundisha mafundisho ya wanadamu. Sema amina. Mafundisho ya nini? Ya wanadamu. Ukinywa maji utapona. Ukinywa mafuta ya upako utapona. Mwambie jirani yako umeoza na mafuta yako. Mafundisho ya wanadamu. Kora ryo bunana no zara barongo ushindwe na uregena banana zako. Jamani, amina. Amen. Kora ryo mandazi no jako zara bana bashatu ushindwe na mandazi yako. Mandazi yanapikwa kwa mafuta ya dunia. Sema amina kubwa. Amen. Ukila banana wewe ndugu yangu hakuna mtoto anayetokana na banana wewe. Acha ushamba. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hapana. Sasa hapo ndo anasema hapo mstari wa ngapi? Wa 10. Ndo anasemaje? Anasema pale juu kidogo. Anasema akawaita makutano.
Ndio. Sikilizeni mfahamu. Akasema sikilizeni mfahamu. Sicho kiingiacho kinywani, kitiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani, kile kinachotoka ndicho kimtiacho unajisi. Kuna neno ambalo linaweza likatoka kwa rafiki yako lakini likamaliza maisha yako yote. Amina. Sema amina. Amen. Huu moyo mnaouona huu ni msitu mkubwa. Huu moyo huu umeficha mambo makubwa. Ndimo kuna mabomu, ndimo kuna uchawi, ndimo kuna ushirikina. Sema amina. Amen. Ndimo kuna mawazo mabaya. Kwa hiyo mtu anapoamua kufunua yale mawazo yake mabaya, akaanza kuyatoa na wao kayameza, basi tayari umenajisika moja kwa moja. Waislamu wanasema umekafirika. Umekuwa mkafiri. Kafiri mkubwa sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuwa makini na kinachotoka kinywani mwako. Na ndio maana nasema kwamba wewe mwenyewe kwa kinywa chako na kwa neno lako lililotoka moyoni kwenye kinywa chako ndilo lawezalo kukubariki na ndilo lawezalo kukurahani. Jamani, amina kubwa. Amen. Kwa hiyo lazima uwe makini hapo, kinachotoka kinywani ni kitu cha namna gani. Na uchawi unaomsikia huu, uchawi huu tumekariri uchawi wa kupaa. Lakini hata kwa neno, kuna neno la kiuchawi. Jamani, amina. Amen. Ni kweli ya urogi, lakini kuna neno la kiuchawi. Kuna neno la kiuchawi. Unamwambia mwenzako okaterwe motoka, mbani utari murogi muhangwe hiyo. Sumeroga. Utaona nini? Sumeroga tayari. Jamani, amina. Amen. Kuwa makini na kile kinachotoka kinywani. Na leo hii warokore ndo tuna tabia hizo. Jamani, amina. Amen. Warokore hatufichani, tuna tabia za namna hizo. Tunakuwa na tu vikao, tunakaa tu fellowship, tunakaa mara pale, huyu anaongea. Hebu piga mahesabu kinachotoka unachompa huyo. Jamani, amina. Maana huyu anamwambia huyu iko hivi, na huyu anarudisha, anatoa moyoni, anamrudishia huyo. Humo kitakachotokea ndio uchawi origin. Jamani, amina. Amen. Mungu wa mbinguni abarikiwe. Amen. Endelea kusoma. 12. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea. Ndipo wanafunzi wake wakamwendea Bwana Yesu. Wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia maneno haya yaliyokuwa naongelewa kule mwanzo, walichukizwa. Unalijua hilo? Una habari hiyo ya kwamba kuna watu walisikia habari hizi ulizokuwa unaongea, lakini una habari ya kwamba ulipokuwa unaongea walichukia. Kumbe wale watu walipopata hizi habari wakachukia. Kama warokore wa leo wanapoingia makanisani wakakutana na Injili, wakawaambia mambo yao wanayoyafanya, ndio wale wanaotoka kanisani wanasema yahubiri nyawe kabura angani. Amehubiri mimi. Kwani wewe wakati Mungu anampa ujumbe mlikuwa pamoja? Sema amina kubwa. Amen. Sasa hili ndio lilitokea na bado leo linaendelea. Nenda mkafanye research, mkaangalie. Leo hii Wakristo wakiingia kanisani, sielewi kama ni kanisa la warokore tu. Sielewi kama ni na wengine sielewi kwa sababu hii siabudi huko. Si na makanisa yote. Unasikia Yesu alipotoa habari akawaambia 1, 2, 3. Kimtokacho mtu ndicho kimtiacho nini? Unajisi. Eti wakachukia. Kuna habari? Yaani wakamletea unobimanya kuba atamwa chonka. Ebi wanogamba. Unobimanya kuba atamwa. Yaani eti unajua walicho, yaani hivi unajua kwamba wamechukia? Hanga to kubimanya. Yesu nyemboti kubimanya kandi ngamba ni mpupi. Wenya we. Biona tibyaragambirwe. Byarahandikiro. Mkamesa asifu. Amen. Tukaba kamletea taarifa kwamba mheshimiwa hebi wanogamba wine habari kwamba nkabatamwa mbona kanyaka barimu tibari mu Biblia onka na kanyaka pastor Badizreki barimu wajana ubiri kwa jina la Yesu. Yesu anaweza, acha kwenda kwa waganga warugara mara pastor ati chaubiri nyawe chaubiri kari genda kuja kugaruka n'umurimo kori tuma viongozi baje kureba gumunti cha mtanga nibo barijana majibu wagamanyire nyawo mchungaji kiriya ecyantamise nyawaka ubiri nyawe nco cyantangira mu kanisa mbona we ikareyo ogenda ofereyo nabarogi bakukwatireyo. Amina. Kwa sababu nataka nitoe wito niongee jambo hili kwamba sisi mapasta tumepewa kazi ya kupiga kelele. Tena Biblia inasema kama mbwa nani?
kamba mbwa mwitu. Uliposikia kelele inaongelewa kwamba usipookoka unakwenda kuangamia, ulikimbia ukaja. Sasa unapokuja usituletee stress, utatuletea shida. Sema amina kubwa. Ulikimbia kwamba kuna simba watakung'ata, ulikimbia kwamba magonjwa ulionayo ukiingia kanisani utapona. Sasa ulikuja, ulichokuja ukitafuta ni uzima na afya njema na ukutana na Yesu na siku ya mwisho kwenda mbinguni. Sasa kwa nini shida iko wapi? Sema amina. Mtu nakuta leo ametoka kwenye kichaka. Sasa ukiingia kanisani kama umeokoka, Roho Mtakatifu ana macho pale pale, mtumishi wake anakuwa amekwisha mpa maono. Sasa ukienda mwanapara na kupiga injili, jana umetoka kwenye kichaka, umezini. Mchungaji lazima ninabambuina bagenda bagireke bamugambira nyumuri mu ikanisa tinchi suwamu. Nataka nikwambie injili ya ukweli ndio injili ya kufikisha mbinguni. Injili ya ukweli ndio ya kufikisha paradiso. Amen. Hakuna injili ya kuficha fichana itakampeleka mwanadamu mbinguni. Injili ya ukweli inamfanya mwanadamu airaki mbingu. Amen. Akutane na Yesu wake. Sema amina. Amen. Sasa hao watu waliposikia hizi habari wakachukia. Wakasema batamwa. Meke toma pasa tugamba tuwatamwa otatamirwe oraye manya utajiju kama kabutura zile za mwanzo. Sasa unachukia pasta. Ai mweka kubaza. No uchukia pasta kumkora. Iwo kamuhaji sana uriyo yirondera bironda endwara zibironda byitumbo. Jamani amena koba. Kuna wakati mwingine mimi nafika wakati na wahurumia wa Kristo. Kwa sababu kuna mizigo mingi sana inakwenda kwa juu ya maisha yao kwa sababu ya kutosikia. Hiyo unatama mchungaji we, yani nkao kubaho. Yani kubaho si yani yeni roiga kiani. Yani nkao unaona oiga kiani nkao mambo oigurufu. Jamani amina kwa mambo waige hatari. Sema amina. Basi amekwambia ukweli, amekuchapa injili ya ukweli. Yesu alipohubiri ukweli watu walichukia, lakini pakatokea mmoja atuaraka taarifa ati mbona wagamanyire mheshimiwa kana mahimba kora wene abani kabatama ati batamwa. Jamani amina. Na kanyaka inawezekana hapa tulipo hapa kuna wengine wamekwisha kasirika. Kama wakikasirika waongezewe na pressure huko. Sema amina. Amen. Waongezewe na pressure. Amen. Inawezekana watu wana mawazo wanafikira mbaya chanya. Sema amina. Hawa watu wamekujaje hapa? Wamekujaje hapa? Hapana. Hivyo tulivyokuja ndivyo hivyo. Amen. Tukimaliza kazi Yesu aliyotuitia hapa tunarudi nyumbani. Lakini hatuachi masario. Mapepo yanapigwa, wachawi wanapigwa. Na kama kuna madhabahu yoyote hapa lazima yapigwe na yameshapigwa. Amen. Kwa sababu yana mamlaka tena. Sasa hebu tuone walichukiaje hao watu wa Tanzania. Mstari wa 13. Mwabi ulira. Kumbe bikore kuma kanisa no Biblia kumbe bikakoreka. Mwabirebire bojo. Nkawawoni. Waubiri nguwagamba wenene. Hatunami kanisa. Ngunama ama. Kwani kwamba kuna shida gani? Kwa sababu ukiama uami na upako wetu. Unatuachia upako wetu na malaika zetu na jeshi la mbinguni na malaika Mikaeli. Amen. Ndio ndio shida kisi. Haya, soma bwana. So. Jamani amina. Amina. Ndio. Mstari wa 13. Ndio. Neno la Bwana nasema. Wewe unasema. Akajibu akasema. Kila pando lisilopanda na baba yangu. Na wewe Yesu yabagambira. Mbona abakore kisi? Na yeye akawaambia, rudi pale mstari wa juu. Mbona ndio tugendege? Mstari wa 12. Ule wa juu kidogo. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo walipolisikia neno lile walichukizwa. Yesu akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni, hilo pando litang'olewa. Wamepandiwa roho ya chuki, hiyo roho itang'olewa. Wamepandiwa roho ya kiburi,
hiyo roho itang'olewa. Wamepandiwa mambo mabaya, hayo yote yatang'olewa. Sio baba yangu aliyoyapanda, ila yamepandwa na ibilisi shetani, yamepandwa na wachawi Tanzania nzima. Natuma moto. Amen. Wapigwe. Wapigwe. Ndio. Akasema kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni, hilo pando litang'olewa. Mapando namna gani? Hao waliochukia wamepandiwa. Amen. Wamepandwa na mapepo, wamepandwa na mizimu, wamepandwa na wachawi. Ndio maana wakunielewa. Mimi ni mfalme wa wafalme, mimi ni Bwana wa mabwana. Dunia yote inanitukuza, inanielewa, na mimi ni mkweli. Mimi ni niko ambaye niko mwanzo na mwisho, Alfa na Omega. Kabla ulimwengu haujakuwako, nimekuwepo, nimetabiri. Leo hii wananiambia ya kwamba naye yasema ni ya ujinga. Mimi sieleweki. Hao watu wamepandiwa. Sema pando ya baba sasa yatang'olewa. Amen. Sasa yatang'olewa. Sema amina. Sasa yatang'olewa. Wamepandiwa. Yesu akawajibu, kila pando lisilopandwa na baba yetu wa mbinguni, hilo pando litang'olewa. Sasa hao walio kumbe hao waliokuwa wamechukia bakaba panzirwe, bakarete empambo za kiburi ya pandamu. Yesu yagamba ati linda nje nkwereke jembanze bakora cenjare kora umunafu jembanze nkukwatire ari kubi uyandetere taarifa to kumenchiri kugenderera no basa kubona mwanadamu na agenda toka to kumenchiri ugenderera no basa kubona mwanadamu na aroga toka to kumenchiri ugenderera no basa kubona umuntu na rwara toka to kumenchiri ugenderera no basa kuri umugongo ngusasa toka to kumenchiri ugirake akiri ugenderera. Yesu agambira mjumbe amugambira ati wakore taarifa nasipokea toka na nyine nyanda kugambire hariwe bintu bibyayirwe bibyayirwe cyonka tibya katonda cyonka kitabyirwa na katonda kitabyirwa n'uwimana nikijya kukurwa nikijya kwiyam bano katonda izabya kireki na yenda kura mapepo na yenda kura mizimu yemerera yigarare yemerera. Amen. Sema amen. Amina. Kumanya tulikeyo. Warajo tidoke mukamanya ngori mugorogoro mashino. Amen. Tuchaira kiribagenya. Sema amen. Amen. Hii ndio habari njema. Habari njema. Nisikilize Mtanzania. Hao watu Yesu akasema kila pando lisilopanda na baba yangu wa mbinguni, hilo pando litafanyeje? Noso kaona tembea, kumbe kuna pando tayari wamesha pandiwa. Unakuta familia ina changamoto kubwa sana, lakini mtu anajiuliza mpaka anakwenda kukimbia kwa waganga kwa wapiga ramli. Tatizo hujajua ni pando ambalo alikupandwa na baba yako wa mbinguni. Ni pando ambalo limepandwa na mchawi wako. Amen. Sasa hilo pando Yesu alishatamka na leo ameongea ya kwamba lisilopandwa na baba yetu wa mbinguni, hilo pando litang'olewa. Basi ukaona mume wako amwelewani katika kwenye familia, Munapishana kama sumaku kwa sumaku. Munapishana, lakini kumbe hujajua. Na kutojua ni hatari sana. Ndio maana kutojua kuna kupeleka mbali sana. Kuna kupeleka kwa wapiga ramli, kuna kupeleka kwa wachawi hao. Waganga ni wachawi. Sema amina. Amen. Lakini kumbe kuna pando ambalo shetani amelipanda, ambalo halijapandwa na Mungu wetu wa mbinguni. Lakini Yesu anasema hilo pando lilopanda kwenye roho yako ambalo Yesu hajalipanda lazima ling'olewe. Amen. Yesu amepanda pando la upendo. Amen. Unapoona upendo unatoka unakimbia, ujue hilo pando sio la baba. Amen. Hilo ni pando la shetani. Lakini acha muda huu na masaa haya na majira kama haya, Yesu mwenyewe akuondolee pando ambalo shetani amelipanda. Amen. Na sote tulioko hapa, ukiisi maishani mwako kuna chembe ambayo inakufanya kabisa huna amani, ndoa haina amani, familia haina amani, jamii haikuelewi, nataka kwa jina la Yesu Kristo hilo pando Yesu aliondoe. Kama kuna tatizo, magonjwa, mgongo, kichwa, tumbo linatesa maisha yako, ni pando ambalo shetani amelipanda. Na muomba Mungu wa mbingu na nchi, mfalme, hilo pando kwa kumtumia mtumwa wake pamoja na malaika walio kwenye zamu ya leo, Amen, ambao wako pamoja na sisi hapa kwa ajili ya kuitenda kazi ya Bwana hii. Na muomba Bwana wa majeshi
hilo pando ling'olewe katika jina la Yesu. Amen. Unahitaji kuombewa, sogea. Nikimaliza kuombea, tunakwenda kuombea mazingira yote. Sogea ni kuombea, na Mungu achilie baraka kwa ajili yako, na Mungu achilie neema kwa ajili yako. Mungu amekuja hapa ili